Tuombe. Mungu wetu mwenye enzi, Mungu wetu mwenye utukufu, hatuna mwingine aliye mzuri kama wewe. Ninalibariki na kulitukuza jina lako. Wewe ni Alfa, wewe ni Omega. Tazama mjeuri wako, mtumwa wako naipandia madhabahu ya Tunduma FM kwa kibali chako, na kuhitaji Roho Mtakatifu uniwezeshe katikati ya kunena neno lako. Asante kwa ajili ya usikilizaji wangu wa Tunduma FM, vile ambavyo Baba wameketi na redio ili Baba waweze kusikiliza. Wasikizishe simba kabila la Yuda ili waweze kujua na maandiko namna ambavyo yatende kazi. Mwaminifu, jina lako ni hai, jina lako linasikia, jina lako ni uweza. Peke yako ambaye ni Mungu mtakatifu. Ninavunja kila fikra za adui ambazo Baba zinawasikizisha wasikilizaji wangu. Baba, ninaalika uwepo wako utawale na kumiliki kupitia jina la Yesu, nikiomba na kuamini yote haya ni kwa utukufu wa jina lako Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo la leo ni mapepo yanavyotesa wanadamu kisheria katika ulimwengu wa roho hadi mwilini. Somo la leo ni mapepo yanavyotesa wanadamu kisheria katika ulimwengu wa roho hadi mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine unaweza ukawa unashindwa kuelewa namna ambavyo ilivyo, lakini hivi vitu vipo katika ulimwengu wa roho kwa jinsi ambavyo unahitaji kujua na kufahamu maana yake nini juu ya mapepo. Jumatano tulikuwa tunaeleza juu ya habari ya majini. Leo ni habari ya mapepo, jinsi ambavyo ilivyo. Na kama mwalimu ni kwamba nahitaji kwenda ili uweze kufahamu maandiko yapi yaliyothibitisha juu ya habari ya mapepo na namna gani ambavyo watu wanateseka na mapepo, lakini hawaoni namna ambavyo wanajifungulia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukifahamu wewe mwombaji, lakini pia ukifahamu wewe ambaye haumtaki Yesu, ukifahamu mimi kwangu ni kitu chema, lengo langu ni kuona ukibadilika katikati ya matokeo hayo ambayo yapo. Mwingine anaweza akashindwa kunielewa. Yaani kuna mazingira ambayo yapo ambayo shida yake ni kwa sababu ya mapepo, lakini kuna shida yake ambayo ni homa. Magonjwa ambayo ni homa, lakini pia kuna magonjwa ambayo chanzo chake ni mapepo. Kwa ndicho ambacho tunahitaji kujifunza. Wewe msikilizaji wangu wa Tunduma FM na wewe mtazamaji wangu wa Ebeneza TV, ukifahamu hivi vitu vitakupa namna ambavyo unahitaji kutambua maana yake nini juu ya hiki ambacho nachopitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathayo 12 ule mstari wa 22. Mathayo 12 ule mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu, akamponya, hata vile bubu akanena na kuona. Mathayo 12:22. Wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo, ni Yesu, ambayo hilo pepo lilisababisha yule mtu awe kipofu na likasababisha yule mtu awe bubu, akawa haoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unahitaji kufahamu maana yake nini, kwa sababu yale mapepo ni kwamba alipelekea mtu akawa bubu, hawezi kusema, lakini yale mapepo yakapelekea mtu akawa kipofu, hawezi kuona. Biblia inasema chanzo chake yalikuwa ni mapepo. Kwa hiyo Yesu alivyoelekeza na kumponya yule mtu, ina maana mapepo yaliyokaa kwenye
upofu yakaondoka, lakini mapepo yaliyokaa akawa hasemi, alikuwa ni bubu, akaanza kusema. Ndivyo neno linavyoeleza hapa 24. Neno la Mungu 12, Mathayo 12 ule mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, lakini Mafarisayo waliposikia walisema, huyu hatoi pepo ila kwa Beelzebuli, mkuu wa mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana Biblia au neno la Mungu linatuambia juu ya habari ya Mafarisayo, ambao Mafarisayo walikuwa ni wadadisi. Mafarisayo walikuwa ndio kwa sasa tunaweza tukasema ni wasomaji ambao wanasoma kile kitu ambacho wanachosomea. Kwa hiyo kwenye kisomo chao, na maana ni kwamba walivyoona Yesu jinsi ya mapepo yanavyotoka, kwa hiyo wakasema, wao wakasemezana, wakasema ni kwamba yule ina maana ni mkuu wa mapepo. Kwa maana hiyo mkuu wa mapepo ina maana anaitwa Beelzebuli, ndiyo mkuu wa mapepo. Kwa hiyo wakaeleza namna ambavyo ilivyo, namna ambavyo wanahitaji kumshutumu Yesu, kwamba ndani yake amebeba, yeye ni mkuu wa Beelzebuli, ni mkuu, yani kwa hiyo mkuu wa mapepo anaitwa Beelzebuli, ndiye mkuu wa mapepo. Kwa hiyo wao wakasema hawezi kutoa kwa njia nyingine, kwa maana hiyo yeye ni mkuu wa mapepo. Kwa hiyo mkuu wa mapepo ambaye anaitwa Beelzebuli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mapepo ambayo mkubwa wake yupo, japo mdhamini wake ni shetani. Ina maana inaitwa Beelzebuli, kwa sababu wakasema huyu si hivyo hivyo. Lakini ngoja niongeze kusoma ule mstari wa 27. Tuko kwenye hiyo Mathayo 12:27. Neno la Mungu linasema, na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli. Huyo ni Yesu anawajibu wale waliokuwa na mshutumu Yesu. Anasema, je, wana wenu wanatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndivyo watakao wahukumu. 28 nasema, lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kujilia kwako. Kwa hiyo Yesu anaeleza juu ya habari ya namna ambavyo wale wanavyojiuliza, na akawajibu kwa jinsi ambavyo kwamba kama ninatoa kwa Beelzebuli, okay, yoyote ambaye ninatoa mimi kwa jina la Mungu. Kwa hiyo kama ninatoa kwa jina la Mungu, kwa maana hii akasema yale mapepo ni kwamba yakitolewa nje yangu, akasema kwa Beelzebuli, watoa wenu wanatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Akieleza juu ya habari ya yale mapepo, kama anasema mkimshutumu kwa jinsi ambavyo alivyo, lakini anasema ni kwamba ndani yake ni kwamba kuna matokeo ambayo yanatokea, na mimi nikiwatoa, ina maana nitahukumu yale mapepo, yatapata hukumu, alafu pia ninyi mtakuwa huru. Mwingine hawezi kunielewa, iko hivi. Ina maana kwenye Luka 4 ule mstari wa 38 na 39, chanzo cha ugonjwa wa mkwe wa Petro ilikuwa chanzo chake sio mapepo, ilikuwa chanzo chake ni homa. Ukisoma Luka 4 ule mstari wa 38 na 39, lakini alipofika Yesu kwenye malango ya Petro, alikuwa amelazwa mama mkwe wa Petro, alafu akatamka neno na wakaachiwa, wakawa huru. Hakuwa na mapepo, lakini alikuwa na homa na akawa huru. Kwa hiyo kuna ugonjwa ambao chanzo chake ni pepo. Yule bubu, ina maana chanzo chake ilikuwa ni pepo. Kwa hiyo alivyoomba mapepo yalivyoondoka, ni kwamba aliongea, ndivyo inavyoeleza. Kwa hiyo alianza kusema, lakini vile ambavyo alikuwa kipofu ni kwamba mapepo yalikuwa ndani ya macho yake,
ndani ya ile muunganiko wa macho. Kwa hiyo yalipomuona Yesu yaliondoka, kwa sababu akayakemea na yule akaona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno la Mungu linaeleza juu ya habari ya vile ambavyo ilivyo. Unahitaji saa nyingine ili udhibitishe haya matokeo jinsi yalivyo, juu ya chanzo cha magonjwa na chanzo cha kile ambacho kilivyo. Lakini ukisoma ule mstari wa 29, niko hiyo Mathayo 12, ukisoma hiyo 29 inasema, ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka ile nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anachoeleza Mungu ni kwamba, anachoeleza Yesu ni kwamba anasema, kama ndiyo maana mwingine anaweza kuwa anajiuliza maana yake nini juu ya haya mapepo, ni kwa sababu anasema unavyoenda kukomboa nyumba, kwa sababu ndani ya mwanadamu ni kwamba mapepo ndiyo yanaong'ang'aniana kwenye mwili wa mtu, kwa jinsi ya andiko hilo ambalo limeandikwa hapo. Kwa maana hiyo sasa, ikikaa ndani yake ni kwamba mapepo yakiendelea kutawala ndani ya mwili wa mwanadamu, ni kwamba ndani yake yanataka atumie mtu mwenye nguvu, yani mtu mwenye uweza wa Mungu, mtu aliyeokoka, ndiye ambaye anahitaji kufukuza, ndipo kikae kitu cha Mungu. Kwa hiyo kama hawezi kufukuzwa, ni kwamba ndani yake hawezi kuondoka. Na ndiyo maana mtakuwa mashahidi ninyi ambao ni watumishi ambao mnaombea juu ya habari ya mapepo. Mapepo unaelekeza, ondokeni, ondoka kwa jina la Yesu na kuamuru toka, na anasema hatutoki. Bwana Yesu asifiwe. Na saa nyingine mtu anaweza kawa amepoteza fahamu, lakini unayauliza mapepo, ninyi ni nani? Yanasema sisi ni fulani, sisi ni fulani, sisi ni fulani. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake bado yanaishi kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo kama yanaishi, yanamtesa kwenye mwili wa mwanadamu, ni kwamba dawa yake ni matokeo ya kile ambacho anahitaji kuokoka, ama kuombewa sala ya toba, au kukaa na Mungu, ama kukaa kwenye msaada wa aliye mtumishi wa Mungu, ili aweze kutoka kwenye hayo matokeo. Lakini lasi hivyo, ndiyo maana inasitiza 29 kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuingia kwenye nyumba ya mtu mpaka umemfunga yule ambaye anayetawala. Umewafikiri mapepo yanatawala kwenye mwili wako, alafu hayawezi kuondoka kwa sababu yapo pale kihalali, yapo pale kisheria. Na ndiyo maana somo, kumbuka, linasema mapepo yanavyotesa mwanadamu kisheria katika ulimwengu wa roho hadi mwilini. Kwa sababu kama yamekamata mwili, ni kwamba ndani yako yameingia, ndiyo yanaishi mle. Na ndiyo maana unaweza ukaomba saa nyingine mtu akazimia, alafu unayauliza mapepo, ninyi mumeingia mna muda gani? Unakuta anasema tuna muda mrefu. Mengine anakuambia tuna siku, tuna miezi, wengine naeleza kwamba tuna miaka kadhaa. Utatutoeje wewe leo? Kwa hiyo unahitaji kutumia nguvu, unahitaji kutumia uweza wa Mungu, kwa sababu vile ni katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo unagundua kuna matokeo ambayo unahitaji kuyapata. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake unahitaji kumfunga kwanza yule aliyeingia mle. Uwe na uhakika, kwa sababu unavyoingia kumuombea mtu, ndiyo maana uwe na uhakika wa kumthibitisha Mungu, kwa sababu ndani yake ni kwamba yale mapepo yameingia mle, yako kihalali. Na unawaambia kwa nini mumeingia huko, yatakueleza tumetoka sehemu fulani, tuna miaka 30, tumetoka sehemu fulani. Ni mapepo yanaongea. Kwa nini? Kwa sababu ukiamrisha tu ongea, kuanzia saizi ongea ninyi ambao mmekaa, ili uanze kuyatoa kwa majina yao, na anaanza kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajiangalia, nasema hatutoki, wala hatutoki.
kuvamiwa na mapepo ni kwamba ni ngumu sana. Umewahi fikiri mapepo, kuna mapepo mengine ya ulevi, kuna mapepo mengine ya uzinzi, ni mapepo, lakini yapo ndani ya mwanadamu. Mtu anazini alafu anaanza kufikiri, hivi nimefanyaje? Anaanza kujihukumu. Kwa nini? Kwa sababu kilichomfanya afanye hicho kitendo ni kwamba ni mapepo. Kwa hiyo yanamwamrisha, hana namna ambavyo anaweza kufanya. Mengine ameweka ugonjwa, saa nyingine unakuta watu wanaumwa mapafu. Kwa hiyo ni kwamba anavyokufa yale mapepo hayafi. Kumbuka hichi nahitaji kufahamu. Mapepo mtu anavyokufa hayafi, yenyewe yanahamia sehemu nyingine, yanahamia na maana kwa ndugu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukicheki ukiona ni mazingira ambayo ni kama kawaida, ni kwamba ndani yako utapata shida. Na ndio maana mwingine ni mapepo yamekaa, hayawezi kumruhusu kuokoka. Kwa nini? Kwa sababu yamefunga, yameshamfunga, yana nguvu kuliko uamuzi wake, na hawezi kutoka hapo. Familia nzima, kila mmoja hawezi kujinasua. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake ina maana amefungwa na mtu mwenye na mtu mwenye nguvu, amefungwa na mtu ambaye hawezi kutoka. La sivyo atokee mtu mwenye nguvu zaidi ili aweze kutoka. Mwingine mapepo chanzo chake ni magonjwa, mwingine mapepo chanzo chake unakuta hajitambui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini issue ni kwamba ndani yake kinachomletea shida ni kwamba ni mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo Mathayo 12 ule mstari wa 43, ucheki jinsi inavyojieleza. Ule mstari wa 43 nasema, pepo mchafu akamtoka mtu kupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Bwana Yesu asifiwe. Pepo akatoka kwa mtu alivyoombewa na Yesu, akatoka akawa anatafuta sehemu, kwa sababu tumboni kuna maji, akawa anatafuta sehemu ambayo ina maji. Kwa hiyo asione. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake. Lakini ukisoma 45 inasema, mara aenda akauchukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao uingiapo na kukaa humo na mtu yule, hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya Yesu, anajieleza wazi juu ya habari ya jinsi ilivyo, kwa sababu hakuna mtu, na utakuwa shahidi kwa yoyote ambaye saa nyingine aliokoka alafu akarudi nyuma. Kama mapepo yalikuwa 50 au 30, mapepo yanaongezeka mara 7, kwa sababu mapepo yanaweza yakavamia mtu hata saa nyingine akawa 1000. Kama kwa yule kichaa yule aliyekuwa magrasa, alikuwa anajikatakata, alikuwa na mapepo 2000. Kwa hiyo mapepo ni mengi zaidi kuliko wanadamu. Ndiyo maana mapepo yanatawala ndani ya mfumo ya wanadamu, na hawana namna ambapo wanahitaji kwenda, wanahitaji kufanya. Kwa nini? Kwa sababu mapepo yametawala maisha yake. Mapepo haya huwa yametawala ukoo. Mapepo yanahama kwa sababu yana uhalali, yamekaa pale kihalali. Bwana Yesu asifiwe. Ombi langu mimi mwalimu ni kuona ukimpa Yesu maisha. Ombi langu mimi mwalimu ni kuona ukimpa Yesu maisha. Ukishampa Yesu maisha, utakuwa uhuru wako wa kutosha. Na ndiyo maana ninakwambia, ukicheki kanisa lolote ambalo liko jirani, nenda kaokoke. Na saa nyingine ukitaka, na ndiyo maana tunataja namba za simu. Ukitaka kuokoka unatajiwa namba za simu, alafu tutakupa namna ambavyo unahitaji kuenenda, ili kwamba uishi kwenye maisha ambayo uishi na mapepo. Kwa sababu mapepo yatakuamrisha kila yanachotaka. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake yana uhalali wa kukuamrisha. Ndio maana nimesema mwingine huyu alikuwa ni bubu, kwa hiyo alikuwa ni mgonjwa. Kumbuka, unaweza kuona ububu, Biblia yaeleza alikuwa na miaka mingapi kwenye ububu. Unaweza kuona alikuwa na miaka labda 10. Ni bubu, kilichokamata ni mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Siku moja nimeenda kumwombea mtoto hasemi, kijana mmoja hasemi. Nikaenda wakaomba usiku, watumishi waliomba usiku. Ghafla wakanipigia asubuhi ili niende kuomba. Nilivyofika kwenye hema langu nikaona wanashangaa, wanasema mtoto hasemi wala hakuna kitu chochote, na wanajaribu kucheki na muda ambavyo hivyo. Na mimi nikaingia pale. Nilivyoingia nikaanza kuomba na yule akafunguliwa, akasema Bwana Yesu asifiwe. Alafu wakati akakaa tena muda kadhaa, muda ukao umepita, siku nyingi kidogo, ukao umepita kama mawiki kadhaa au miezi kadhaa. Alafu akarudi tena, akawa yuko shuleni yule mtoto, alafu akajishangaa hasemi Bwana Yesu asifiwe. Akakimbia yule baba akasema hapa hamna namna, nahitaji kumtafuta. Na siku hiyo nilikuwa kanisani. Hilo ni pepo ambalo limevamia, amekuwa bubu hasemi. Kila akionyesha ishara hawezi kwenda, kila akifanya hiki hawezi. Kwao akaenda kumchukua baba yake, akaja naye kanisani ambako mimi niko kwenye ibada. Alafu akamwambia, akasimama mlangoni, akamwambia nenda. Akamuita kwa ishara, kwa sababu alikuwa anajitambua yule mtoto na anasikia lakini hawezi kusema. Na akamuonyesha, akamwambia nenda. Akawa anamuonyesha ishara, nenda. Yule mtoto anakimbia, yule kijana anakimbia. Alikuwa mkubwa miaka 10 na kitu, 17, 15, 14, yani ndio ilikuwa lika hiyo. Akaja mara moja. Alivyofika kwangu, kwa sababu pepo linaogopa, pepo haliwezi kuhimili sehemu ambayo linaona kuna moto. Kwa hiyo alivyofika anajaribu kueleza, baba anakuita. Anavyoeleza pale ameshinda zaidi ya masaa kadhaa. Anakuja, anakuta, anasema baba anakuita. Anasema baba, anasema wewe, nilichojia ni kwamba alikuwa bubu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka sikuanza kuomba, sijaanza kuomba maana ninaitwa emergency, lakini akaanza kusema. Kwa hiyo ni mazingira ambayo unahitaji kufahamu. Ukiwa na Yesu una mambo ambayo ni ya ushindi. Una kitu ambacho hakuna kitu kitakachokuchezea. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako umebeba mamlaka kubwa, ndani yako umebeba vitu vikubwa. Na ndio maana ukiwa unapita wewe una Yesu, ni kwamba mapepo yanaepuka njia, mapepo yanakimbia. Kwa nini? Kwa sababu mapepo ni mengi kuliko vitu vyovyote duniani, kuliko vitu vyovyote ambavyo shetani anamiliki. Mapepo ni mengi, yamefunga watu wasiokoke. Mapepo yanafunga watu kukataa kwamba nendeni kanisani, lakini kataa kuokoka. Ni mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na uhakika, kama huwezi kujua, ina maana utapata shida. Kwa sababu ndani ya shida utajishangaa hakuna kinachoendelea kwenye matokeo yako. Bwana Yesu asifiwe. Cheki Matendo ya Mitume 19 ule mstari wa 15. Matendo ya Mitume 19 ule mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, yule pepo mchafu akawajibu akawaambia Yesu, na mjua na Paulo na mfahamu, lakini mimi ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wakaenda kuhubiri, alafu wakamwambia mimi. Mapepo yakawauliza, Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, lakini ninyi ni wakina nani? Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanafanya ni kama ni watumishi, lakini nguvu hawakuwa nazo. Kwa hiyo wakamwambia Petro, Paulo tunamjua na Yesu tunamjua. Hiyo ni Matendo ya Mitume 19 ule mstari wa 15. Wakasema ninyi ni nani? Ni mapepo yanauliza. Waliamua kuondoka, maana hawana namna vile ambavyo wanavyoulizwa na mapepo, ninyi ni wakina nani? Kwa hiyo unahitaji kufahamu nguvu za Mungu zikae kwako, lakini pia uokovu wa Mungu ukikaa kwako utakupa matokeo mazuri, namna ambavyo unahitaji kutembea na Mungu kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Luka 10 ule mstari wa 20. Luka 10 ule mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, lakini msifurahi kwa vile mapepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Usijaribu kuona kwamba wewe vile ambavyo
mwingine unaombea mapepo yanatoka, unaombea mapepo yanatoka. Yesu aliwaambia wanafunzi, usijaribu kufurahi vile ambavyo mapepo yamewatii, lakini furahini kama majina yenu yameandikwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndani ya mwanadamu ni kwamba mapepo yanavyotenda kazi, ni kwamba ndani yake unahitaji kujua namna ambavyo ilivyo. Nani ni wa nguvu kwako, nani ni kibali kwako, unahitaji kufahamu. Lakini ukifahamu itakupa matokeo namna ambavyo unahitaji kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Hesabu 22 ule mstari wa 17 na 18. Bwana Yesu asifiwe. Vile vyote ni vitu vya shetani. Hesabu 22 ule mstari wa 17 na 18. Wakamtuma Balaam ili kwamba awalanie kwa mtumishi. Cheki kilichomkuta. Maana nitakufanyia heshima nyingi. Ndivyo alivyokuwa anamwelekeza Balaam. Akanipa nyumba. Balaam akasema hatungenipa nyumba zimejaa, hatungenipa nyumba, hela zimejaa nyumba nzima, lakini wale watu ambao ni watumishi huwezi kuwalani. Kwa hiyo akakataa. Kwa nini? Kwa sababu unahitaji kufahamu maana yake nini juu ya utumishi, maana yake nini juu ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa kwa Mungu utakuwa na mambo ambayo ni salama, na ni salama zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu mtakatifu, tunakutukuza na kukuamini. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo Baba umeliachilia Tunduma FM na Ebenezer TV. Tunakutukuza Jehova, tunakubariki na kutukuza. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Mwaminifu uliye Bwana, uliye Mwokozi wangu. Tazama juu ya wagonjwa hawa ambao chanzo chake ni mapepo. Baba, nguvu zako na uwezesho wako Baba tunakuhitaji. Roho Mtakatifu Baba wahudumie ili mapepo yaweze kuondoka. Mwaminifu uliye Bwana, uliye Mwokozi wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nguvu za giza toka ndani yake katika jina la Yesu, ambao umeingia chanzo chake juu ya ulevi, juu ya uzinzi, juu ya mazingira yoyote, juu ya magonjwa aliyonayo ambayo chanzo chake ni mapepo. Katika jina la Yesu ninaharibu hiyo mitandao na kuvunja na kuteketeza kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwaminifu nikiomba Baba na kuamini yote haya ni kwa utukufu wa jina lako Yesu. Wewe ni Mungu tunayekupenda. Namba yangu ya simu 0753697281. Namba yangu ya simu 0753697281. Mwalimu Yeremia Ebenezer Mwaigaga, karibu jitambulishe, tuliongozana naye. Bwana Yesu asifiwe. Sana kwa ajili ya huduma Baba. Amen. Kwa wasikilizaji wetu wa Tunduma FM, kwa majina naitwa Yusufu Yeremia Mwaigaga, na pia unaweza kutupata kupitia kwenye YouTube channel yetu kwa kuandika Ebenezer TV. Pia kusubscribe, kulike na comment, kwa maana hata mafundisho ambayo tulikuwa nayo hapa yatakuwa pia katika YouTube channel yetu. Amen.